Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale wanaotufuata wakiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena asubuhi njema ya leo samedi le 17 janvier 2026. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea taarifa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na habari mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari zetu za asubuhi ya leo tutawapeleka moja kwa moja mjini Uvira, tuone kama AFC M23 iliondoka pale. Ni deuxième jour baada yao kutangaza tena kuondoka mjini Uvira. Hapo mjini Uvira, serikali ya jimbo la Sud Kivu ililaani uporaji mkubwa uliofanywa na AFC M23 katika mji huo. Yote ambayo waliyatangaza tutayawaambia. Tutawapeleka ndani ya territoire ya Lubero kwenye AFC M23 wako na renforce katika territoire hiyo. Wanajeshi wengi na silaha nzito ziko napelekwa huko. Wanajeshi wengine wapya kutoka mwa AFC M23 walijiripoti kwa wazalendo ndani ya Sud Kivu. Tutawapa video zote hapo. Kama kawaida mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel ambayo ya waletea taarifa za kweli tena za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote. Mkumbuke kucomment na kuzilike taarifa hizi, pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ni kugusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre mu description utapata link ya grupe yetu ya WhatsApp. Ujiunge kupitia linki hiyo, bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Habari zetu mbichi za asubuhi ya leo tuzianzie mjini Uvira. Katika mji huo wa Uvira asubuhi ya leo kunaendelea kuonekana ndani wanajeshi wa AFC M23 siku ya pili baada ya tangazo lao kutangaza ya kwamba wataondoka mjini Uvira. Hapo mjini Uvira wanaendelea kuonekana katika kwen zote, tonko waangali kabisa katika ngome zao hapo mjini Uvira. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinasema kwamba kuna hata kabisa sinye yoyote inayoonyesha ya kwamba wanaondoka pale. Siku ya jana ndipo walikuwa wakiona gari zikiondoka pale, wakazani ya kwamba wanajeshi hao wa AFC M23 wataenda uenda usiku, ila hakuna kabisa movement yoyote ambayo walifanya. Wako hapo na gari hizo ambazo zilitoka hapo mjini Uvira zikielekea maeneo ya Kiliba kupanda route nationale numero 5 kuelekea huko Kamanyola. Wanasema kwamba walikuwa wakipie vitu tofauti hapo mjini Uvira, kama ilivyosema taarifa ya serikali ya mkoa wa jimbo wa Sud Kivu. Gari hizo zilizokuwa zikiondoka hapo, video kidogo zilikuwa zikitufikia. Kama hiyo video ambayo mko naifuata hapo ni video kidogo, kwa sababu kabisa waruhusiwe kukamata mavideo, walikuwa na zikamata wakijificha. Hizo ni gari ambazo zilikuwa zikiondoka hapo mjini Uvira zikielekea huko maeneo ya Kiliba kupanda Sange, na hizo gari ndizo ambazo zilikuwa zikibeba vitu ambavyo walikuwa wamevipie katika mji wa Uvira. Serikali ya Sud Kivu, donc gouvernement ya Sud Kivu, inalaani uporaji mkubwa wa AFC M23 katika mji wa Uvira, kinyume cha sheria za kimataifa za kibinadamu, licha ya ahadi za utulivu zilizotolewa le 15 janvier 2026 kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Kwa mjibu wa mamlaka, malori 49 49 foso ya Wowo na saa 13 ya Ben yameondoka Bukavu kwa madai ya kujitoa kijeshi. Kwa kweli yametumika kusafirisha mali za serikali na za watu binafsi kwenda Rwanda.
malori 38 yaliyobeba lita vifaa vya ujenzi, trisikeli na mali nyingine zimechukuliwa. Ng'ombe pia wameondolewa kwenye maeneo ya makazi na kuwanyima raia njia zao za kujikimu. Serikali inasema vitendo hivi ni uchumi wa uporaji. Inasema kwamba ni uchumi wa uporaji uliopangwa na ni kosa la kivita kwa mjibu wa mkataba wa Geneve na mkataba wa Rome. Inatathmini kuwa tabia hizi zinasababisha shida ya chakula, kuongeza gharama ya maisha na kuweka adhabu ya pamoja kwa raia. Mamlaka za jimbo zinaiomba Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika pamoja na ICC na mashirika ya kutetea haki za binadamu kuandika matukio haya na kuchukua hatua dhidi ya wale waliowajibika. Wanadhibitisha tena kujitolea kwa Rais Felix Tshisekedi kulinda raia na kutetea uadilifu wa eneo la Kongo. Hiyo ni taarifa ya serikali ya jimbo la Sud Kivu kuhusu uporaji uliofanywa na AFC M23 hapo mjini Uvira. Hizo ndizo taarifa kabisa zinazotufikia asubuhi ya leo kutoka katika mji wa Uvira. Tuendelee na taarifa zetu tukiwapeleka kwenye shamba la vita sasa mu territoire ya Uvira na kwingineko mu maeneo ya Uvira pale kwa axe Kabimba Katongo kwenye ni zone d'operation, donc pale kwenye wanapiganiaka chaque fois. Hali ni ya utulivu, hakuna mapigano hayo. Tukiwa huko wanajeshi wengine wawili wa jeshi la Kongo wa zamani waliokamatwa mjini Goma na kupelekwa katika jeshi la AFC M23 walijiripoti kwa wazalendo, donc walijisalimisha kwa wazalendo. Wakati wa kujisalimisha kwao walisema jinsi maisha ilikuwa. Mfuateni video hiyo. Okay, leo ni tariki 16 za hii mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. Hapa tuko mteritwari ya Uvira, hapa ni kubilima vya Uvira na hapa tuko na watu wamekuja kujiripoti kwa wazalendo na tutawasikiliza. Kwa muda huu tutawasikiliza, wamekuja kujiripoti kwenye tupo sisi wazalendo hapa. Wandugu, mnaweza wewe wa Rouge unaweza kulitamsha jina? Kombo na ngai Mbembo Konga Wi Claude. Mbemba Konga Wi Claude. Mbemba Konga Claude. Okay, mimi Lingala siki yake ongea. Asante sana. Sasa mweye kujikuta hapa mlitokea wapi? Tunaito barabara kasi kugoma. Goma tuenda Rumangabo 9 mois mafunjo. Tunatoka mafunjo na panjasie Mutukari kufika pora ya Goma. Tunapanda bato kufika Bukavu. Tunafika Bukavu ndiko panda kufika hapa. Tunaona kule 4 mois atopokea yake. Sira moya watu 3. Tuko teseka, unabeba muziko. Après muziko ile fimbo sana kama unafanya erere wataacha wewe pale wanapika wema baboro. Benyele kwa anapiga ni banani? Ba M23. M23. Kama unafanya erere pale utao mimi nachoka afande wale. Lala pale tu. Anaacha wewe pale. Nakupiga risasi. Nakufa pale. Utabakia pale wanaenda. Bakwaru jine batakuya kuzika maiti yako. Je, tunaona kule moya kula mubaya saa yote batokisa maragi kumoto. Wanatia kumai kama hivi hali bukule kama nakatala kukula maragi ile ifo fimbo obligatoire bapika fimbo abeto fimbo ndo souffri ndio pesa yo batika ya lezi una tovali souffrance comme la chimbo comme la no mais bangite masanga pete siko melima basanga osamboi tomoni souffrance na pita tunaona moya kuna tutoroka jana banasema twende kunini pasa nini yo ezini moko kuna Kiliba. Ondese? Kiliba. Okay. Twende Kiliba na 19h tunabeba muziko tunaona masa. Jana hiyo? Jana ile jana le 14. Le 15 plutôt. Masa hapa moya kuna tutoroke. Na tupa ile ba chinizi ile tini hale.
shuka pale chini wale tunakimbia mpaka kufika kwa nani Pastere. Na kwa Pastere leo ndio tunafika kwa nani Mastere. Ndio wanaita ni hapa wasema tupande pate tole karanzela kuna tupita na njia ile ya kule chini. Ndio wasema kule njia hakuna. Ndio chance mama Mastere ile anasema kwa sawa. Mimi naita mtu mmoja kule yule mpanda kule. Ndio tunapanda kufika kwa bandeku yetu. Ndio tunafika. Depuis muingie mweme 23 mko miezi ngapi? Ina ne 4 mois. Miezi 4. Mwaka na miezi 4. Bakungabiso le 27 janvier. Okay. 2025. Sasa hii magari tuko tunaona iko nakuja, jana kulikuwa magari na leo iko nakuja nasomba vitu. Muko ni banakuwa kamata nini? Baiko na beba wasirabe wa kabambi. Ndio wanarudisha. Bana wasirabe za kabambi bazirudishe kwao. Kano ile mine kano 3. Na ile nyingine ya nini kama Chad de combat. Yaki mezonga Chad de combat. Izonga kibukavu deja. Okay. Ndio ba nyingine bado barudisha na ba maiti ya ba nyingine. Maiti zabo na ba blessé yabo. Okay. Ndio baba yabo bado barudisha busiku. Busiku ndio banaendaka. Abaendaki mchana. Na mchana hivi yote kundana plotiri. Hapana kutembea kwa barabara hivi hapana, utaona hata bajipi moya hivi tu unatembea 4-5 basi. Manake busiku watu sara hii haba uzitembea. Basi hivi baba tembea 19h mwisho. Ndio mwisho? Okay. Sasa mwe kule Goma mlikuwa mnatumika muinite ya nani? Tunatumika na unite ya komanda moya nani kama nani? Kakone nani? Ana baba tuma yuko Kichanga, anarudia. Amewi jina yake? Jina yake iko nguvu, jina yabo ya nguvu ile. Colonel wa FARDC kwenye mlikuwa mnatumika. Goma koni niko kwa nani? Kwa Seplice. Please. Seplice. Komanda batayo yangu jina yake Kone Shelengi. Okay. Kone Shelengi ndio komanda batayo yangu. Okay. Jina general yangu jina Papi. Papi ndio general wako? Okay. 11e brigade. 11e. FARDC. Oh. Sawa. Mnakuja sasa ili kule kujiripoti hapa. Si ndio hivyo? Sasa huku kwenye Makobola ba M23 bako wapi? Unapita nini? Poro kidoko kule mbele. Ndio baiko pale. Kule Makobola iko wazi. Makobola iko wazi. Makobola iko wazi. Basema ndio government iko pale kama kweli. Kule kubilima Makobola kule bako iko. Baingine baiko kule. Bana vichaka kama basikia drone hivi danger. Yote banaanza defense banashuka chini. Ndio hivyo. Sasa bako wengi? Nani? Ba M23 ni wengi hawa? Abini mgozi. Baza mingi. Nadhani kwamba hiyo video kabisa ameifuata kwa makini. Hao ni wanajeshi wa nani wa M23 meni wale wa FARDC wa zamani kutoka mjini Goma ambao walijisalimisha kwa wazalendo, walikataa kuendelea kusaidia kundi hilo la wasi wa M23 linalopiganisha uongozi wa Kongo kwa mpango wa kubalikanisha nchi ya Kongo, wengi wa viongozi wao kupigania faida yao. Habari zetu zinaendelea katika territoire ya Lubero. Kuna magari mengi ambayo yalielekea huko yakitoka katika miji ya Kichanga huko Nord Kivu mu territoire ya Masisi. Magari hayo yalifika katika mji wa Kanyabayonga yakaendelea Kirumba na kwenda mbele katika maeneo wanayoyamiliki kwenye ligne de fond. Kama ukumbusho, mu territoire ya Lubero M23 inamiliki maeneo mengi huko, kuanzia huko maeneo ya Kanyabayonga ukishuka Kirumba unapanda Limbongo unaendelea mbele. AFC M23 inamiliki eneo mingi kule. Sasa wanajeshi hao wapya walielekea katika maeneo ya mbele kabisa wakiwa ndani ya makamio. Vyanzo vyetu kutoka huko vinasema kwamba hawa waasi wa AFC M23 wana mpango wa kufanya vita kule, wa ataki FARDC na wazalendo wasonge mbele, wakamate kwanza Lubero Centre, après Lubero Centre wa progresser vers Butembo, muji wa kimkakati tena wa kibiashara kabisa mashariki mwa nchi ya Kongo katika mkoa wa Nord Kivu. Video ndio hiyo, muifuate wakati wanajeshi hao walikuwa wakipita katika mungini wa Kirumba. Ohebu trembo metoka yo
Metoka yeyo yuswire kabisa, yuswire imafuso M23 hata trenemo kabisa. Vavo vamalole vutrembo, vavo mwana malolo kwa pentroka anotulia Chiromba norenile seze norenile seze vendredi le 16 metoka yeyo ikalole vutrembo. Telefoni yako ni hambana bali ndio mbele yake. Nana hambana bekase. Utrembo he, yeyo mremo anzayo. Akake kalo gavrela bembere kake. Si yeyo. Shabone bo. Yeyo kabisa ihata 10. Ngulu azume. Video hiyo nadhani kwamba mmeifuata, na huyo mtu alikuwa akisema yote. Hao ni wanajeshi wa M23 ambao walikuwa wakielekea huko katika maeneo ya mbele mu territoire ya Lubero, kwenye wanapanga koma wa avance kule, donc wako naandaa vita huko ili wa avance. Kazi wanayo jeshi la Kongo na wazalendo ili kuzuia waasi hawa wasije wakaprogresse, donc wasije wakasonga mbele katika maeneo hayo na kufanikiwa kuyakamata maeneo hayo wanayoyavizia, donc Lubero Centre pamoja na muji wa Butembo. Tuendelee na taarifa zetu. Siku ya jana presida wa Burundi General Ndayishimiye alitangaza kwamba haiwezekani kuwa Kongo inaweza ikapata amani katika maeneo yake ya mashariki wakati hakuna usitishaji vita, wakati hakuna kabisa kutoka kwa pamoja kwa wanajeshi wanaopigana, wakati hakuna kujitolea kufanya yale ambayo waliyakubaliana, au wakati wanajeshi wote kabisa hawajapewa ordre ya kusimamisha vita ili wafanye amani. Nisema kwamba hayo yote wakati hayajafanywa hapo katika maeneo ya vita mashariki mwa nchi ya Kongo, hakuna usalama ambao unaweza ukapatikana. Maongezi yatafanyika ila hakuna usalama. Na alisema kwamba jeshi lake linalopigana nchini Kongo alihusishwa na mgogoro ama na matatizo yanayoendelea nchini Kongo. Jeshi lake linasaidia kabisa jeshi la Kongo kama walivyokubaliana. Donc alisema kwamba FDNB jeshi la Burundi alijaingia kupigana nchini Kongo kwa matatizo wanayo na wale ambao wako napigana, ama kwa kuwa nao wanahusishwa kabisa na conflicts zinazoendelea. Hapana, alisema ke wanajeshi wake kabisa wako nchini Kongo, wakati wanasaidia nchini Kongo walienda kuapuye jeshi la Kongo ili kuleta usalama kwa wakaaji wake katika maeneo hayo na pia kwa maeneo yake. Hiyo ndiyo objectif ya jeshi la Burundi kukua nchini Kongo. Alikataa masemi yanayosema kwamba jeshi la Burundi liko huko kutokana na konfli wanayo na wale wanaopigana hapo. Presida wa Burundi alikataa hayo, akaishutumu tena nchi ya Rwanda kwa kuwa ndiyo ambayo inaendesha vita mashariki mwa nchi ya Kongo kupitia wasi wa M23, ambapo alisema ya kwamba Rwanda yale ambayo inayafanya
yanaonekana mbele ya mataifa yote, na akasema wazi ya kwamba Rwanda kabisa aina ya kujikana hapo, kwa sababu yote yalishaka julikana na yako wazi mbele ya watu wote jinsi nchi ya Rwanda ndiyo ambayo inaendesha vita mashariki mwa nchi ya Kongo kupitia wasi wa AFC M23. Yule ni General Neva, president wa Burundi, ambaye alitangaza hayo. Tukiendelea na taarifa zetu, upande mwingine tuwapeleke katika nchi ya Uganda kwenye kuko nafanyika uchaguzi wa mkuu wa nchi wa miaka hii ya mbele kuanzia mwaka huu wa 2026 ambao tuko ndani. Uchaguzi huo unafanyika katika hali ambayo si nzuri, internet kupatikana kabisa ni matatizo, na pia wanasema kwamba katika uchaguzi huo kuna unyenyesaji unaofanyika hapo kwa parti politike ambayo ni ya opposition na uongozi ambao ulikuwa hapo, donc uongozi wake President Yoweri Kaguta Museveni. Ile parti politike ni yake Bobi Wine, yule Robert Kyagulanyi, ambayo inaitwa National Unity Platform. Ile parti politiki yake ilitangaza ya kwamba mbali na kunyanyaswa yule kiongozi wake yule Bobi Wine alitekwa nyara na jeshi la Uganda, akapelekwa kusikojulikana kupitia helikopter. Wanasema ya kwamba ilikuwa jioni ya jana ambapo helikopter ilifika kwake ikamkamata. Kulikuwa wanajeshi wakamkamata, akapelekwa kusikojulikana. Parti politike yake inalaani vikali kukamatwa kiolela kwake, na wanatoa wito kwa community internationale kwa kuona hayo ambayo yanafanyika huko ili kukamata maamuzi yanayohitajika. Hapo ni Uganda kwenye uchaguzi unaoendelea kabisa, upitiki kwa amani. Na habari za uchaguzi kutoka huko, vyanzo vyetu wanatuambia kwamba tuzoro yule President Museveni ndiye ambaye anaendelea kuonekana kuwa atashinda ile uchaguzi, kwa sababu ndio mwenye iko mbele kabisa na sauti mingi kupitia waliochagua mpaka muda huu. Donc Museveni anawezekana kuwa yeye ndiye ambaye tena ataongoza hiyo nchi kutokana na sauti ambazo iko nazo kwa muda kama na huu. Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea, na washukuru na waomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Merci beaucoup.